Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tarehe 5 Machi mwaka 2026, tutakwenda kuanzia mara moja huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako ajali nyingine kubwa ya kuporomoka kwa ardhi imetokea katika mgodi wa Kasasa uliopo katika eneo la Rubaya wilayani Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vilivyo kwenye eneo hilo, ni zaidi ya watu 200 ndio ambao wamepata kufariki dunia. Wengi waathirika ni wachimbaji wa kienyeji, huko pia wakazi wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo karibu ama kando kando na mgodi huo nao pia wakiwemo. Operesheni za kuokoa na kuchunguza zinaendelea, huku wahusika wakijaribu kutafuta watu waliokuwepo hai na kutoa miili iliyofunikwa na maporomoko ya ardhi. Tukio hili jipya limejiri mwezi mmoja baada tu ya ajali nyingine lililotokea tarehe 28 Januari mwaka huu, ambayo ilisababisha vifo vya watu wapatao 400 bila kuhesabu waliopotea katika eneo hilo hilo la Kasasa. Mgodi wa Rubaya bado uko chini ya udhibiti wa wahasi wa M23 wakiwa wakisaidiwa na vikosi vya Rwanda RDF. Kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, mgodi huu unachimbwa kinyemela kwa koltani, kasiterite, dhahabu na turmaline, madini ya kimkakati yanayochangia mvutano wa kiusalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kurudiwa mara kwa mara kwa ajali hizi kunathibitisha hatari kubwa zinazohusiana na uchimbaji wa kienyeji katika eneo hilo, pamoja na ukosefu wa udhibiti rasmi wa mgodi huu unaoendelea kudhibitiwa na vikosi vya wahasi, hali inayoongeza hatari ya wakazi wa eneo hilo na wachimbaji wa madini. Na mpaka sasa mji wa wachimbaji huo wa Rubaya umeamka ukiwa umefunikwa na hali ya hofu na sintofahamu katika mitaa ambayo kwa kawaida huwa na pilika za shughuli za uchimbaji madini. Kimya kizito kimechukua nafasi ya harakati za kila siku. Familia nyingi zilizoathirika zinaonekana zikizunguka huku na kule kutafuta taarifa kuhusu ndugu zao waliokuwa kwenye eneo la mgodi wakati wa maporomoko hayo. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa eneo la tukio, watu kadhaa bado hawajulikani walipo. Wazazi, wake na watoto wamekusanyika kando kando ya eneo lililoathirika wakisubiri kupata uthibitisho, dalili ya uhai au angalau taarifa za kuaminika kuhusu wapendwa wao. Ukosefu wa mawasiliano rasmi yenye maelezo ya kina umeongeza zaidi wasiwasi miongoni mwa wakazi. Katika eneo lililoguswa na ajali hiyo, operesheni za uokoaji zinaendelea katika mazingira magumu. Timu zinazojumuisha watu wa kujitolea, wachimbaji wa madini na wa huduma za dharura zinajaribu kuondoa kifusi kwa kutumia vifaa vya kawaida na vya kienyeji. Lengo ni kuokoa manusura iwapo wapo, na pia kutoa miili ya waliokwama chini ya tani za udongo. Katika eneo hili ambapo uchimbaji wa madini ndio chanzo kikuu cha mapato kwa wakazi wengi, janga hilo limeacha majeraha makubwa katika jamii. Mbali na idadi ya vifo ambavyo bado havijathibitishwa rasmi, ni jamii nzima inayosubiri kwa shauku na hofu matokeo ya juhudi za uokoaji pamoja na taarifa zitakazoelezwa baadaye. Wanaoendelea kufa ni watoto wa Kongo, ila mali hiyo inakwenda kuelekea nchini Rwanda, na hichi ndicho kitu ambacho kila Mkongomani mwenye roho ya kizalendo hayuko anapenda hata kusikia. Ni kama vile kwa mfano katika mkutano wa faragha wa maaskofu wa kanisa Katoliki ulioweza kufanyika mjini Kinshasa hiyo tarehe 23 Februari, imekuja kuwekwa wazi ya kwamba Askofu Emmanuel Bernard Kasanda wa jimbo Katoliki la Mbuji-Mayi aliwezaga kutoa ukosoaji mkali dhidi ya baadhi ya mwelekeo uliochukuliwa na taasisi hiyo ya kikanisa. Akizungumza kwa mujibu wa maneno yake kwa jina la ukweli wa Injili, alisisitiza kuwa kanisa linapaswa kuonyesha uwazi mkubwa zaidi wa kimaadili mbele
mbele ya mgogoro wa usalama na kisiasa unaoikumba nchi. Katika hoja zake alieleza masikitiko yake kuhusu kukosekana kwa tamko rasmi na la wazi la kulaani vitendo vya vurugu vinavyohusishwa na Rwanda pamoja na mauaji yanayotekelezwa na makundi ya wahasi katika mashariki mwa Kongo. Kwa mtazamo wake, ukimya au tahadhari ya taasisi katika masuala haya yenye umuhimu inaweza kutafsiriwa kama upungufu wa uthabiti wa kichungaji mbele ya mateso ya wananchi. Yaani, japokuwa yeye mwenyewe ni askofu, lakini anaonesha kutokuridhishwa na hali ya Senko ya kutaka kudidimiza serikali kwa kutetea sana malalamiko ya wahasi wa M23, huku akishindwa hata kukemea mauaji yanayoendeshwa na wahasi hao. Unakuta mtu anayeitwa kiongozi, tena kiongozi wa kidini, yuko anakuambia ya kwamba habari aliyoisikia ya mahafa inayotekelezwa na wahasi kwa upande wake yeye anaamini sio ukweli thabiti wa mambo, labda tu taarifa hizo uwaga zinatengenezwa na akili mnemba ama intelligence artificielle. Yani mkongomani mzima unajikuta ukiropoka mambo yasiyo hata na msingi kisa tu ya kutetea maslahi yako binafsi, unasahau mara moja maslahi ya umma. Kweli kwa jambo hili la kukosoa wenzake wa Senko, Askofu Kasanda yuko sahihi kabisa, na maoni yake hayo ajue anayachangia na baadhi ya wakongomani halisi wenye uzalendo mioyoni mwao. Na tena kwa mwisho wa tamko lake, Askofu Kasanda aliweza kuonya kwamba misimamo hiyo ya kutaka kuegemea upande wa wavamizi inaweza kudhoofisha imani ya baadhi ya waumini, hasa wale walio dhaifu zaidi. Kwa maoni yake, baadhi ya waamini wanaochanganyikiwa na kile wanachokiona kama sintofahamu au mgawanyiko wa ndani wanaweza kuamua kujitenga na kanisa au kupoteza fahari ya kuwa sehemu ya kanisa Katoliki nchini Kongo. Kitu ambacho watu wanapaswa kujua ni kwamba asilimia kubwa ya wakongomani kwa sasa wanaamini kuwa sehemu ya upinzani wa kisiasa nchini Kongo unachukua msimamo unaotazamwa kuwa wa kisiasa kupita kiasi katika kukabiliana na mgogoro unaoikumba nchi kwa sasa. Kwa mtazamo huo, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wanaonekana kuweka mbele mkakati wa kuidhoofisha serikali iliyoko madarakani, hata kama hali hiyo inaweza kuonekana kama kupuuza athari za kitaifa zilitokanazo na kuyumba kwa muda mrefu kwa utulivu wa nchi. Sauti hizi zinakosoa kile wanachokiita hesabu za kisiasa zinazolenga kunufaika na changamoto za kiusalama na kiuchumi ili kumdhoofisha Rais Felix Tshisekedi. Wanasisitiza kuwa kuzorota kwa hali, iwe ya kijeshi, kidiplomasia au kijamii, hakuathiri viongozi pekee yao, bali huigusa jamii nzima bila kujali msimamo ya vyama. Wajue ya kwamba nchi inapoyumba si watawala tu wanaolipa gharama, bali familia za wakongomani nazo kwa ujumla. Baadhi ya wakongomani wako wanashangaa kwa nini vyama vya upinzani haviongelei hata kitu chochote kuonesha kama wameridhia na kitendo cha Rwanda kupewa vikwazo. Kwa wanaona kama ni faida ya Tshisekedi, hawaoni kama ni faida ya Kongo nzima kwa ujumla. Ila kwa mujibu wa wakongomani wenye mapenzi na nchi yao, hali hiyo inatofautiana na namna ambavyo kwa maoni yao viongozi hao wangeweza kuitikia na kuongea sana kama hatua hizo za vikwazo hivyo vingelenga jeshi la Kongo. Kwao hii inaashiria msimamo unaolenga zaidi kupinga utawala kuliko kutanguliza maslahi ya taifa. Hata hivyo, kuikosoa serikali ni haki ya kidemokrasia, lakini wanaweka mpaka kati ya ukosoaji wa kawaida na kile kinachoonekana kama matarajio ya kushindwa kwa taifa. Kwa mtazamo wao, kutamani nchi idhoofike ili kupata faida ya kisiasa ni jambo lisilokubalika, hasa katika kipindi ambacho mashariki mwa nchi bado inakabiliwa na changamoto za kiusalama na taifa kwa ujumla linapata matatizo makubwa ya kiuchumi.
Kwa jumla mjadala huu unaibua swali la msingi katika siasa za Kongo: ni vipi ushindani wa kisiasa unaweza kuendana na mshikamano wa kitaifa? Mamlaka ya taifa na uthabiti wa Kongo vinapaswa kupewa kipaumbele kuliko mikakati ya vyama. Mtu anaweza kuwa mpinzani wa serikali bila kutamani nchi iyumbe, kwa kuwa DRC inapokumbwa na misukosuko, athari zake huwakumba wananchi wote bila ubaguzi. Wanajifanya kuitetea Rwanda wakati huko Rwanda kuna watu wanafurahishwa na vikwazo hivyo. Kwa mfano, kiongozi wa upinzani wa Rwanda Bwana Thomas Nahimana amesisitiza tena wito wake wa kuondolewa kwa silaha kwa jeshi la ulinzi wa Rwanda RDF, akibainisha kwamba matumaini yoyote ya amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu bado yako hatarini, kwa sababu Kigali inaendelea kudumisha kile anachokiita msimamo wa kijeshi wenye nguvu kieneo. Alisisitiza ya kwamba kabla jeshi la ulinzi wa Rwanda halijaondolewa silaha ama kupokonywa silaha, hakutakuwa na amani ya kweli katika Maziwa Makuu. Alisisitiza Nahimana wakati akizungumza hadharani, akibainisha umuhimu wa kuondolewa kwa silaha katika kupunguza ushawishi wa kijeshi wa Rwanda nje ya mipaka. Kwa maoni yake, hatua hii itasaidia kupunguza mvutano na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuunda nafasi kwa suluhu za kisiasa na za kidiplomasia katika migogoro ya kikanda badala ya kutumia nguvu za kijeshi. Kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Tunakuomba ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uende kufaidi zaidi habari motomoto kutoka Kibenge TV. Basi tukutane kwa majaliwa.